الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, karibuni kwenye halaka yetu ya leo. Ni halaka ya 125. Nazidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuendesha shughuli hizi ambazo kwamba ni shughuli za dini yake adhimu, ambayo kwamba tunawajibika sote kufikisha yale ambayo kwamba Allah ametujalia kwayo, kufikishia ndugu zetu. Shekhe wetu, shekhe wa leo ni Sheikh Isa Gisesa, ambaye kwamba si mgeni kwetu, kisha tupa maudhui nyingi, na maudhui bado yanaendelea, ni endelevu ambayo kwamba ameendelea, ambayo ni inazungumzia matatizo yanazojitokeza katika nyumba za Kiislamu, na makusudio ni nyumba za mke na mume, na vile vile watoto wa Kiislamu, malezi ambayo kwamba wanayopata. Ningependa tu ndugu zetu tuwe wa mvumilivu, tumsikilize shekhe, tuweze kufaidika kwa yale ambayo kwamba atakuwa ametuandalia kwa siku hii ya leo. Shekhe Isa Gisesa nategemea tunamfahamu vizuri, ni mzee wetu, ni baba yetu, wengine hata ni babu yetu. Tunazidi kuelimika kwake zaidi, na vile vile katika njia za dawa. Ni mzee ambaye kwamba ametumikia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala huko nyumbani, wote tunamfahamu. Sitakuwa na mengi, ningependa tu kumkaribisha mzee wangu, shekha wangu, Sheikh Isa Gisesa kwenye mic, aweze kutufikishia yale ambayo kwamba ametuandalia kwa siku hii ya leo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu Sheikh. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله سبحانه وتعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. Ndugu zangu, bila kueleza mikadima mirefu, maudhui yetu yanahusu majumba yetu na familia zetu, na leo maudhui ya leo ni kujaribu kuelezea tabu zinazotupata sisi majumbani kwetu, tukiwa sisi tuna wake zetu na watoto. Pengine mtambulisha kuwa na watoto, halafu matatizo yanapatikana mbele ya watoto. Lakini sisi kwa kifupi tu nitawaelezea hasa mimi nitaeleza, sio kwamba aya nyingi au hadithi nyingi, nitaelezea yale niliyoona. Ndugu zangu wa Islam, Mwenyezi Mungu anapokupa umri mrefu, unakuwa unaona mambo mengi ya ajabu. Manake mtu mengine unafurahi, mengine unalia, mengine unashindwa kuelewa ni nini. Sasa hebu kwanza nikupe picha tu ambayo kila mtu anaijua. Wakati vijana, na mimi sikuzaliwa mzee, nilikuwa kijana kama nyinyi, wakati wachumba wawili wanatafuta kuoana, hebu tizameni sura hii na mapenzi na heshima na mpokezi, vile mchumba anavyompokea mwenzake, anavyoeleza wazee wake, anavyomkataa mchumba fulani na kumpenda, kumchagua mchumba fulani. Sura kama hii, sura ya kuridhisha, sura ya kupa watu kitumaini kwamba hawa kwa kweli watajenga. Sasa
mambo kama haya ni yale ni umbo letu Mungu alitupa. Ni zawadi Mwenyezi Mungu alitupa, atukununua, ni zawadi. Anasema subhanahu wa ta'ala, billahi minash shaitani rajim. Aya hii tunaitoa sisi wote. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Ya kwanza hilo. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika liqaumin yatafakkarun. Na zingine qaumi yaqilun. Mwenyezi Mungu anafahamisha vitu vitatu ambavyo vinatafuta wakati wa uchumba, unaona kabisa kama vitu vitapatikana. Kwanza, litaskunu ilaiha, kwamba mume au tangu mchumba atakayekuwa mume, roho anakuwa na wasiwasi mpaka aende kamtembelee mchumba. Akimpiga macho tu, roho inatulia, inafurahi, anaanza kusikia raha. Ndio sababu Mwenyezi Mungu ameharamisha na mtume kafasiri kutizama mke asiyekuwa wako, kutizama dada yote ambayo unaweza kumuoa, si kwa dada yako, si kwa mama yako, si kwa shangazi yako, yule ambaye unaweza kumtamani ukamuoa, usimtizame. Kwa sababu kimtizama, haya macho yanapiga kwenye nafsi, unaanza kuchuma, unaanza kuwa na raha na vita ambavyo si raha yako. Huyu mkesi wako wala si mchumba wako. Tunaruhusiwa kumtizama mwanamke au binti ambaye unataka kumuoa, lakini wewe kutizama mke asiyekuwa yako, asiyekuwa wako, ni kwamba ndio yalewa taskunu ilaiha. Unaanza roho yako, macho yako yanipasha habari, roho yako ianze kumtizama, uanze kusikia raha. Mwanamke mzuri, ana simu nzuri, sio na macho mazuri, shetani anakupambia mpaka nafsi yako inalewa. Hizi raha unazokuwa nazo wewe, unamuona dada, mnatumika naye, mnashinda naye, mnakutana mara nyingi naye, haramu hizi tayari. Mtume anasema macho yanazini. Zina ya macho ni kule kutizama. Maana yake ni jamani, tuwe tunaelewa vitu, tukielewa ni tutapata raha. Kwamba macho yanazini, yani ni ile titaskunu ilaiha. Mwenyezi Mungu amejalia jinsi ya mwanamke, unaweza kutulia kwake, nafsi yako inaweza kusikia raha kwake. Sasa unapomtizama mkesi wako, nafsi yako inaanza kula raha zisizokuwa zake haramu. Na hii ni zina, pengine unaweza kusema sio zina kamili, ni 1%. Na ikiwa ni 1%, sasa ikiwa ni 1%, kumbe macho yanaanza kuingiza 1% ya zina, kwa sababu safari ya kuzini inaanza pale kuona. Sasa matatizo yani mazungumzo yetu leo ni kutia matatizo ya majumbani. Raha unayokuwa nayo kumpenda mchumba, nafsi yako kutulia na kusikia raha, macho yako kusikia raha, wewe mwenyewe mpaka tukamwone mchumba chikuona la ilaha illallah na kuitegesha na nini, mnasikia raha. Hizi raha wakati mmekwisha kwa mwaka 1, 2, 3, mngeza kuweza mtoto 1, 2, 2, watoto 2, 3, mambo yanageuka.
mume wangu hanipendi. Je, mke wangu bwana, mimi naona kama mke wangu tena amekishabadilika vile, unageukana. Jamani, habari za kugeuka ni nyinyi ambao mmepanda mbegu ya mapenzi, mmeshindwa kuparia na kutaka kuikuza na kutaka kuizidisha. Kuna vitu ambavyo mmevisahau vya kuwazidishia mapenzi, hamkuvijua au hamkuvitaka, au alimuhimu mmeharibikiwa. Nyumba inaharibika. Inaharibika wapi? Ulipomtafuta mchumba. Nikwambia mtafute mchumba mwenye dini. Nini maana yake mwenye dini? Mchumba ambaye ndani ya tabia yake anamjua Mungu na anamheshimu Mungu na anamwogopa Mungu. Mungu akimwambia mtii mume wako, atatii mume wake, kwa sababu ni kitendo cha kujikubalisha. Mwenyezi Mungu akimwambia muridhishe mume wako, atakuridhisha. Manake Mtume anasema adunia mataa, dunia ina raha, wa khairu mataaha mratu saliha, na raha za dunia, mtu kuwa na raha ni mtu kuwa na mke mwema. Mtu kuwa na mke mwema. Kuna neno nitakaligusia, kwa nini Mungu anataka huyu mwanamke abaki ndani asiwe nje. Wewe unakuwa na mke mwema, mwema ukiwa naye nyumbani, mwema unapokuwa haupo. Mtu anaelezea kwamba ili mwanamke mwema ni mtamjuaje? Ni yule ukimtizama roho yako inaridhika, kwa sababu ya namna mnavyoishi, mnapendeshana. Roho ikiridhika, unapokwenda kazini, ile ridhaa iko rohoni mwako, haujachi nyumbani, unakuwa nayo. Uko kazini unakuwa mfikiri. Sasa hapa hebu kwanza tusikilizane kina dada. Unataka mume wako anakwenda kazini anakukumbuka, au anakwenda kazini anashinda yuko na wewe, uko nyumbani yuko kazini, lakini rohoni mwake na kuona raha, nasikia raha. Mke wangu yuko nyumbani ibani ngoja ndio nyumbani tutakwenda mjipodoa huyu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amjalie, ni huyu ni mume na mke wakutana, wote ni watu wa Mungu, wacha Mungu. Sasa kitu hiki ndio msingi wa mume na mke kuishi vizuri. Hebu tizama picha kinyume. Mwanaume nampenda mke wake, na ukipenda mke hutake au acheke na mume mwingine, atizamane na mume mwingine, azungumza na bwana mwingine. Pengine huyu bwana mapesa kushinda, pengine ni mzuri kushinda, pengine hivi na hivi, unaona wivu. Sasa mke wako anapokwenda kazini, mke wako anapokwenda kazini, unakuwa bwana, ni mambo ya kileo, huna ya hawezi kuyabadili, huwezi kumkataza mke wako kwa sababu ni mada kisasa, lakini sheria ni kumwambia mke wako mzungumza baki nyumbani. Lakini anapokuwa amekwenda na wewe umekubali ende, anakwenda huko, wallahi ile picha nilikwambia, mke anapobaki nyumbani, mume anakwenda na picha na fikira za kuridhika na kufurahi kwamba nitamkuta mke wangu nyumbani. Lakini hebu sikiliza fikira za watu. Pengine mtu mmoja anaweza kuwa hawaze, hana wivu wala hafikiri kitu,
anaona mke wangu apokwenda kazini nitaleta pesa. Sasa huyu hana wivu, hata mke jaribika sawa, lakini mcha Mungu bwana, anayempenda mke wake na kusikia mtume anamwambia lazima mke baki nyumbani. Wewe sasa unapomruhusu, unakuwa nafsi yako inatonga na kilio, huyu mke wangu ya Rabbil Alamin, na huyu mke wangu mzuri kweli, anaishi na hawa na benki, anashona anaonga na hawa na kazini kweli, anaambia salama, bwana wangu acha nisubiri hivyo. Mambo yanaanza kubadilika sasa. China la ndoa ni mume na mke kuridhiana na kuridhishana na kupendana, litaskunu ilaiha. Bwana, wewe unakwenda huko nje, roho yako iwe inatulia kwamba mke wangu yuko ndani. Lakini mke anapokwenda kazini, roho unajaribu kuituliza, lakini unakuwa na dungu. Hii chanzo cha matatizo ya majumbani. Narudi nalisema hili neno ni kubwa sana kwa wale wanataka kutizama na kuelewa. Chunguza. Mungu alipenda mume na mke waishi maisha mazuri. Mke asitoke, sababu kutoka ile nafsi ya mume inakuwa na mashaka na dungudumu jamani. Na kwa ukweli tuambizane kweli, tusifichane. Ni mzee wenu, sitaki kuwaficha, lazima niwaambie kweli. Wewe mwanamke mzuri, unakwenda kazini, unapaka rangi, manake midomo inapakwa kama vile vyumba vile vya matajiri vinapaka rangi nzuri za kupendeza na decoration. Mdomo, macho inafanya decoration. Unakwenda kazini kule kuna vijana kama vile mume wako au pengine zaidi ya mume wako, wanamshinda pesa, wanamshinda pengine tabia fulani, wanakuchezea, unashinda naye muda mrefu, kutwa nzima bwana. Wewe unakwenda kukutana na mume wako, nyinyi wote mmechoka, ni kujitupa kitandani mnalala. Sasa raha ziko wapi bwana? Raha ni bwana kwenda kazini, roho imetulia, litaskunu ilaiha. Roho imetulia, mke wangu yuko ndani, mke wangu ndani. Tena mke anakuambia bwana, samahani, kaka yako amekuja hapa jana, amegonga mlango, sikufungua, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu akaniadhibu. Mtume tukataza, manake watu walimuuliza Mtume, ya Rasulullah, hakuna ruhusa ya mtu kwenda kukaa na mke wako ndani wawili? Unasema je, shemeji, mdogo wangu, mkubwa wangu anakuwa hawezi kumzaa mke wangu? Ndugu yako ndiyo kifo. Kifo ni kufa uko, imani zimekufa, Uislamu umeuzika. Mkianza kurue Uislamu, mkianza kuruhusu bwana aende kazini, mdogo wake mabaki nyumbani na mke wake, bwana, tusifichane bwana. Sisi ni binadamu jamani. Wewe unaishi na mdogo wako, unashinda kazini. Mdogo wako ni kijana mkubwa, anashinda na mke wako. Vipi bwana we? Bwana tafadhali, mambo hayo si mazuri, lakini pengine ni mdogo wako ni yatima, hana pa kwenda, lazima aishi na wewe na mke wako na hivi na hivi. Tuelewe jamani,
alhamu mauti. Mtume alisema shemeji ni kifo. Ndio umeizika dini yako, umeizika imani yako, ni hatari, utatumbukia ndani ya shimo. Utatumbukia ndani ya shimo kushinda wewe bwana unamruhusu mdogo wako aingie nyumbani kwako au aishi na mke wako washinde naye. Haya, pointi hii ni kusema bwana anapokuwa amemwacha mke nyumbani peke yake, na namjua mke wake vile anamtandia, vile anamswali swala za usiku, taskunu inaingia, roho zinatulia. Na kama haikuwa hivyo, ndio matatizo naanza. Mazungumzo yetu leo ni matatizo ya majumbani. La kwanza hilo, vipi mtu na mchumba wake walikuwa wanapendana, wanalia, kuonana mpaka siku ya kuoana, inakuwa ni ajabu. Mume kumwoa, ni kijana kumwoa huyu binti aliyempenda. Halafu baada ya mwaka moja miwili mambo yanabadilika. Na badilika aje? Kwanza, uchamungu ulikuwa unamuona nao, pengine unatoweka kwa sababu umemwekea shimo, umemletea mambo ya kuweza kusumbua na kuweza kuchafua imani yake. Unamwekea mdogo wako au anashinda naye. Huyo ni mmoja. Wa pili, wewe unamruhusu mke wako yende kafanye kazi na wanaume wengine, vijana kama wewe, wana mapesa, wana hivi wanakushinda. Unakuwa unakwenda, unamwacha anakwenda kutafuta pesa, lakini wanungulika, unajua kama ni hatari. Haina matatizo, yanasababisha ndoa zetu kuharibika. Haya, leo unamkuta mume analia, mke wangu amebadilika, mke analia, mume wangu amenibadilikia. Lakini hivi kweli, kama kuna mganga anapima imani, anapima sababu za imani hizi kuharibika, mlikuwa mnaaminiana, mnapendana, mapenzi yameharibika, jamani, kama kuja kwa mganga akapima sababu za ugonjwa huyu, za ubaya huyu umetokea wapi, atakuja kuwanasa. Atakuta nyinyi wawili hamkujua mapenzi ni tunda mmelipanda nyinyi wawili, lazima mlihudumie, mliweke mbolea, likue, lichanue, lizae kabisa, ni nafsi zenu, mume na mke kweli, mje mkazikani. Kama hamkujua, tafuteni kujua. Ikiwa mnataka kuoana, hamtaki kusoma sheria za ndoa, sheria za mke anataka fanye nini, unataka fanye nini. Sasa mnataka muambiwe, pengine mtakwenda kumngomeza shehe au shehe. Unajua shehe Kristo bwana, mesoma wanawake wasiende kazini. Mimi sio nijesema bwana, Mungu ndiye amesema. Juzi dada moja ameniomba ushahidi, nikamsukumia ushahidi. Ni aya 33 sura ya 33 Ahzab. Wakanna fi buyutikunna, bakieni majumbani kwenu. Hii ni amri ya Mungu. Lakini Mungu ana kinyongo na sisi, aliyetupa uzima bure bila kununua. Tunaupenda uzima huu. Kama tungeomba milioni kutaka upate uzima, ungetoa. Lakini Mungu hakupenda hivyo. Anakupa zawadi na anakwambia vipi utakuwa na raha na ni uzima wako. Sasa kama wewe unabadili, unasema nitakuwa na raha kama mwanamke anakwenda kuleta pesa, mwanamke huyu alisoma ni basi, huyu ni engineer, sijui nini, atakuletea mapesa,
na nyumba kuharibika. Pesa hizo pengine tazira ni mwaka mmoja, mwaka pia ataanza kuzificha kwa sababu wewe umebadilika, analia mume wangu amebadilika, wewe unalia mkiwa umebadilika. Nyinyi wote mmebadilika kwa sababu hamkushika amri za Mwenyezi Mungu. Hamkushika amri za Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tazameni. Kwa kweli lazima tufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema hivi, billahi minashaitani rajim, kunna libasa lakum wa antum libasu lahunna. Jamani, mume ni nguo, anakufunika, anakulewasa, unafurahi. Ukivaa nguo nzuri unajisikia vizuri, na wewe ni nguo ya mke wako. Lazima mke wako elewe hivyo, lazima wewe elewe hivyo. Sasa vua nguo yako ili utafutie hela. Mungu alisema mke ni nguo, na wewe sasa umeivua, mtu anatafuta hela. Sasa unafikiri hizi hela utazila ni maka moja mtuzidana njaba. Utazila maka moja, maka pili amegeuka na wewe umegeuka. Analia huku na wewe unalia huku. Tena huko kwa kazini ndiye atapata mchumba mwingine wa kumdanganya na kuoa. Mwache huyu bwana. Ala, mpata vipi? Habari pengine anaweza kumwambia bwana, atamwambia rafiki yake mwanamke wanatupika naye, na huyu mwanamke ndiye ataongoza mashughuli zake. Huyu bwana matatizo na mume wake. Tayari mke wako anaweza kutafutia wachumba kabla hata hamjaachana. Na wachumba wanaanza kumfanyia vitimbi, hana habari, mpaka wanamuhunisha. Mtu alikuwa mke mzuri mcha Mungu, kisha kuwa muhuni. Anakuwa anajua makorosi ya nje. Alikuwa yajua wewe ni mtu kufanya kazi, letee hela. Sasa hela inakuwa ni mitalimba ya kubomoa nyumba. Kilio tayari. Sasa leo mazungumzo yangu ni matatizo ya hizi ndoa zetu. Haya, kisi tunakuwa pia hatufahamu Mwenyezi Mungu anaposema kwamba yeye ndiye anatoa riziki, na anawaambia mwanaume amshindwa kusubiri, maana anaoa na yeye hana chochote, hana lolote. Mwenyezi Mungu anamwambia yughnihi min fadlihi. Bwana ukitaka kuoa na wewe ni maskini, kwa sababu umeona dawa gani ya makosa na ukafanya madhambi, ukaamua kuoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuoa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakuahidi atakutajirisha kwa fadhila zake. Sasa jamani, sisi tunaposema mwanamke na kafanya kazi alete hela, tumepata aya nyingine inayotuambia kwamba Mungu tena hatoe chochote bana, ni mtu kujishughulikia. Lazima wewe utumike, wewe na mke wako ndio muweze kulipa bili, ndio muweze kufanya hili, ndio muweze kufanya hili. Jamani, tuache. Mimi nakupeni garanti. Mungu alikupeni garanti na mimi naisupport. Wallahi riziki kutoka Mwenyezi Mungu haitoki kazini. Mimi nakueleza hivi, una mume naweza kumwogopa Mwenyezi Mungu na mke wake wakaelewana bwana, lakini wewe ni umesoma. Kama umesoma, fanya kazi nyumbani. Tumishi watu nyumbani, usumishi kina dada, au ufanye biashara nyumbani. Usiende kuangaika mke wangu, aleta kidogo, tutakula hicho kidogo. Kidogo hicho mnapokuwa wawili, Mungu analeta riziki ya watu wawili. Jamani, tusije tukaelewa vibaya. Unapokuwa wewe, Mungu anakupa riziki yako wewe. Unapokuwa wawili, Mungu anawapa riziki nyote wawili.
japo hamtoona kwa riziki inashuka inaterema kama mvua. Riziki inapitishwa wewe bwana, riziki ya mke wako inapitishwa kwako. Usije ukachukua pesa ukazificha, mtu akaja akajua kama mume wangu anakuwa anificha, mume wangu anakuwa anaficha kama msala wake ujui. Hai, japo mke atasema sina habari, sina tatizo, kwa kweli pesa ni hivi na hivi, tunazila wote na hivi na hivi. Lakini anapokuona kwamba huna tabia nzuri, anaweza kukushakia, pengine kuna vitu namficha, anatakani atumike na yeye awe na hela yake, kwa sababu ya kwako umeibana. Usilete matatizo bwana, usilete matatizo. Mlewaze mke wako, pokea mshahara, mwambie mke wako, chukua pesa hizi kazipeleke benki, twende fungua akaunti, hizi pesa zetu zitakuwa kwa jina lako. Wallahi umejenga nyumba yako hapa, umeweka misingi mikubwa. Mke wako hawezi kuchukua pesa, hata pesa moja hawezi kuchukua bwana bila kukuambia bwana. Ukimwamini, wallahi naye atakuamini. Ukimwamini bwana, umeosha nafsi yake, roho yake bwana. Moja, riziki ya nyinyi wawili, mnapozaa watoto 10, riziki zenu nyinyi wote 10 zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Usiseme kwamba unajua kama vile makafiri wanasema za mtoto mmoja mkizaa watoto wengi utakushindwa kuwahudumia, utasema kufanya nini. Wewe unashindwa kuwahudumia. Baba Kabwera Afrika hana chochote, anazaa watoto 10 na watoto wanakuwa. Wewe una mamali, mzungu na mafactory na mabenki na nini, kina unaweza kumkuta Bill Gates na hao wengine hao sijui nani Trump ni sijui nini, utawakuta wana mapesa. Mtoto wake ni mmoja, akifa huyo mmoja, umba ni tarithi mali. Sasa jamani, tusiwaigize hawa watu jamani, tusiwe na woga. Mimi sikwambieni kwamba hapa nchi za Ulaya mzae watoto 10, lakini Mungu akikupa watoto 10, wallahi riziki inatoka kwako, haitoki kwako, inapitia kwako tu. Lakini wote watoto 10 wallahi riziki zao zipo. Narudi tena, wewe ulipokuwa peke yako ulikuwa na riziki yako, mke wako ameingia, usianze kutizama dirishani, usianze kufikiri vibaya kwamba mke na mume mtumike ndio mlipe mabili. Wallahi mkimtii Mwenyezi Mungu, mke anabaki ndani, unakwenda huku unaleta pesa, Mungu anakupa riziki yako na mke wako zinapita kwako. Lakini usije unasema kwamba huyo mwanamke anakula pesa zangu. Hizi pesa unazipata bwana ni zako wewe mke, Mungu anakupa ni zako na mke wako. Sisi hatuweze kuimba sana jambo hili, na pengine wanawake watelewa vibaya. Mungu hanipi pesa na mimi na pesa nazipata zetu wawili na hivi na hivi, mambo hizo rabsha. Hapana, wewe mke fuata sunna ya Mtume, vile Mtume alikuwa anaishi na wake zake. Mkiwa na njaa, mkubali njaa, mtoka kwa Mwenyezi Mungu. Mkiwa matajiri, mpokee utajiri kama imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtoe zaka, mtoe sadaka, mwasaidie maskini, mwasaidie mayatima. Mume na mke mnapanga mipango mtakamusaidia watu. Mkiwa matajiri, msaidie. Mkiwa maskini, msaidie maskini wenzenu. Hebu sikilizeni maajabu. Wanayepigiwa mfano kwa kusaidia ni wakimbizi. Mimi sikuvuga Kiswahili. Wakimbizi ndio wanapigiwa mfano kuwasaidia walimwengu. Wakimbizi Sheikh msahau bana. Wakimbizi wanasaidiwa. Wakimbizi mfano mzuri wa binadamu duniani ni wakimbizi kutoka Maka kwenda kukimbilia Madina, wakawa wao
ndio wanapigiwa mfano kwamba walikuwa ni watu wazuri, walipigana jihadi, walitoa mali zao, walisaidia watu, manake ndio wenye kupigiwa mfano, hasa Abubakari ni ajabu kwa kusaidia Uislamu. Mkimbizi kutoka Maka. Sasa jamani, pointi yangu ni hii: acheni oga majumbani. Uhai tumepewa na Mwenyezi Mungu. Aliyetupa uhai ndiye anatupa na riziki zetu. Sio muhangaike muweze kutizama vibaya, muweze kutenda tena vitendo vibaya. Mwanamke abakie ndani, asitoke nje paka mjitandia, na pengine kufuatia rai za baadhi ya wanachuoni, weka kabisa na macho funika. Kuna wanaume wengine, kuna mwanaume anapenda nywele, kuna mwanaume anapenda shingo, kuna mwanaume anapenda vitu wallahi siwezi kuvitaja, naona haya. Sasa wewe ficha vitu vyote, mwili wako wote mzima ufiche, macho tundu. Wale ndio wa imani kali. Kama usema hivyo wewe Muislamu, umemtumu kama mtume aliyefundisha haya, ndiye alikuwa imani kali. Maswahaba wake walifuata hivyo, na wake zao wakawa wanavaa mashuji kama haya, na Mwenyezi Mungu alipoamrisha ni watu ni imani kali. Tunatumia Kiswahili vya maana Uislamu jamani. Wallahi, mwanamke anapokuwa mwanamke wa dini, ukiwa na dini, wallahi umepika chapa ya mwili wa mume wako, ile taskunu ilaji anakwenda kazini, mko naye, yuko nafsi yake imeridhiki, najua upo nyumbani. Tena we mtu wa dini, hakuna mwanaume anaweza kubisha hodi akapokelewa hata kidogo. Hata kama kuntakuwa matatizo fulani, inatakiwa mke atoe ripoti kwa sauti. Wanakuambia mwanamke, usizungumze na mtu yeyote, mwanaume yeyote, ila kwa sauti kali. Usirembe sauti, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Usitoe sauti nyororo nyembamba ukaremba mpaka ule bwana mngekuwa nje ya mlango na kusikiliza, lakini nifungulie mimi na ujumbe wako ni mimi na hivi mimi, anatafuta njia ufungue hata kuona kukuona. Unafungulia huyu bwana na mume wako hayupo, haramu. Jamani, pointi yetu leo, matatizo ya majumbani. Habari za nyinyi mume na mke kushindwa kuhudumia mapenzi yenu yakazidi, halafu mume analia, mke wangu amebadilika, mke analia, mke wangu, mume wangu amebadilika. Nyinyi mmebadilika nyinyi wote jamani. Msije mkafikiria kwamba dawa yake ni kuita polisi. Dawa yake ni kuita polisi. Mkishakuruka mpaka ya Mwenyezi Mungu. Kama wewe unaita polisi, utakwenda wapi kesho unapokufa? Utakwenda kweli utamwitikia Mwenyezi Mungu na hali umekwenda kinyume naye, halafu unakubali kwenda? Si afadhali tafute pa kukimbilia usife, mara kulimauti akija sikuone? Lakini kama unajua hukwepe, utakwenda kwa Mungu. Acha mambo ya kuita polisi. Polisi kumaliza matatizo ya nyumbani. Ule ni mwisho wa shetani. Anasema Mwenyezi Mungu kumuumua shetani, kumaliza kutueleza shetani nani. Anasema Mwenyezi Mungu kumbuka shetani ilivyomwambia binadamu, fanya vitendo vya ukafiri, fanya hivi na hivi, ni jambo mbaya, mwite polisi. Polisi anapokuja amemfunga pingu mwanamke, amemfunga pingu mwanaume,
shetani ndio anasema inni bari'u minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Katika sura al-Asr anasema Mwenyezi Mungu wa idh qala idh qala lil-insani kufur, shetani amwambia binadamu fanya kitendo kichafu. Falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Sasa jamani, shetani inatudanganya na tia wasiwasi, tunaharibu majumba yetu, bwana nalia, biba nalia. Sasa jamani, kule mnalia nyinyi wote, nani mdhulumu mwenzake? Huyu anasema huyu amedhulumu na huyu anasema na huyu amedhulumu. Sasa kumbe waulize mashehe, watakupeni Qur'ani ni dawa ya magonjwa yote, hata magonjwa ya madhambi zetu, magonjwa yanayotokana na madhambi zetu, magonjwa yanakuja kubadili tabia zetu, magonjwa yanaweza kuja kuharibu imani zetu. Ulize mashehe, watakupeni dawa, na dawa mkubali kuinywa. Kunywa kwa mdomo au kunywa kwa roho, kwa masikio yako. Masikio ataipokeza nafsi, mambo atatengamaa kwa Mwenyezi Mungu anapokuwa amejalia sisi tusitafute kumaliza matatizo kwa kuita polisi. Hili jambo la kusema nakumusha nini moja. Kilio cha mke, unamkuta mke analia upande huu na mume analia upande huu. Sasa jamani, mbona mnalia nyinyi wote? Nani mbaya? Kila mmoja anamsubu mwenzake kwamba ndiye mbaya. Kumbe nyinyi wote ni wabaya. Na kama nyinyi wote ni wabaya, jamani, wallahi mtu anatoka kanisani na ingia msikitini. Kwa nini Muislamu asiganganie msikitini? Na maana gani? Ikiwa binadamu anaamua kubadili imani, atoke kanisani ende msikitini, huyu ni ushujaa amefanya, amekoka na jahannam. Kwa nini mume na mke jamani, nyumba inapoharibika tusikubali kubadilika? Haya, hivi vilio tunavyosikia vikapata dawa na mume na mke mkabadilika, mkarudi vile mlivyoanza wakati wa kuoana, na kuelewa ni mahala gani mlipokosea. Kwa sababu bwana, haiwezekani mume amekuoa wewe mwanamke kwamba alikuwa akupenda, halafu leo amekukataa. Haiwezekani huyu binti wa watu amekubali wewe bwana kumwacha mama yake na baba yake, kuja nyumbani kwako, kukaa na wewe na kuzaa watoto na wewe, halafu ukasema kwamba huyu mwanamke kabadilika, amekuwa mbaya. Ndiyo, binadamu ni binadamu. Tumekushaambiwa binadamu ni mkosaji, binadamu na anafanya makosa, lakini mbora wa wakosaji ni wale wanaetubu. Tukubali kutubu, tukubali kujibadili, tukubali kujua kwamba sisi ni binadamu, tunaweza tukapata matatizo, halafu tuyamaliza matatizo. Halafu kabla sijafikia kwenye kumaliza matatizo, kwa nini mnafungua mlango wa matatizo? Mungu anasema hivi, inna shaytana lakum adu fatakhidhuhu aduwan. Aya hii ina maneno matatu, maneno mazuri makubwa kwa mwenye kutaka. Hebu sikizeni kwa Kiarabu. Mwarabu anaanza kusema inna, hakika, ukweli wa mambo, shaitani lakum adu, huyu shaitani na adui yenu. Jambo la pili, unaweza kuambia hakika, kiukweli, ukweli wa mambo.
sikiliza wewe nikwambie, ni kama vile Mungu anaapa. Manake tafsiri ni kwamba Mungu anakazia jambo hili kwamba shetani ni adui yako wewe Muislamu. Fatahidhu aduwa, mchukue ni kama ni adui. Maanake ni nini? Ni kwamba unapoambiwa una adui bwana, usimuue adui, mchukue kama adui kweli. Ni kwamba mchukue kama adui, mchukue kama adui, jitayarishe kupambana. Chukua silaha, tayarisha silaha zako zote, upambane naye, na ujitie kwamba lazima nipambane na nishindi. Haiwezekani mimi siwezi kushinda mimi. Hala, huyu msheza kuja nishinda nyumbani kwangu, aniharibia nyumba yangu. Halafu wallahi silaha zetu ni silaha nzuri, silaha kubwa, zinamlenga shetani mpaka shetani anakuwa mgonjwa. Jamani, tuulize habari za shetani, tusome vitabu vya wacha Mungu wanajua vitimi vya shetani. Kuna mwanachuoni ameandika kitabu anasema Talbisi Ibilisi. Kitabu amekita hivyo, namna Ibilisi anavyokuwa anamchezea binadamu. Talbisi Ibilisi, namna shetani anamvuruga binadamu. Talbisi Ibilisi, namna shetani anapobomoa imani za watu. Talbisi Ibilisi ni manake ni confusion total. Manake confusion manake hii confusion ni shetani kisha kuwa anakupulizia tena alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Mungu kisha tuambia, lakini hizo wasiwasi zake Mungu akasema kaida shetani dhaifu, vitimi vya shetani ni vidhaifu. Wallahi ungesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahman, wallahi shetani unampiga kipigo kikubwa sana. Sasa ndugu yangu Muislamu, hii bismillahi, kuna wengine shetani wapeleka mpaka anakuja kuswali swala 5 usiku. Hizi swala 5 zinakubaliwa na nani bwana? Mungu anakuambia faida kudiyati swala, unapomaliza kuswali sasa nenda katafute riziki. Sio ukatafute riziki, swala utaiswali wakati utakapo toka kazini usiku. Hapana, kwanza swali kisha uende kazini. Hatukatazani kwenda kazini, lakini swali kwanza alafu uende kazini. Faidha qudiyati salatu fantashuru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jamani, matatizo pia majumba zetu. Bwana, wewe ni imamu, wewe ndio umeoa mke, unakwenda kukaa, kipindi kinakupita, unakaa, kipindi cha pili kinakupita, mke anakuona tayari mbele inamwanzia. Shetani mwambia huyu bwana atakuita mswali, mwache, kwani unangoja kumkumbusha Yesu anakumbuka. Mnabaki anaanza kuharibika hivi, shetani anaanza kuingia, anafanya na please na nafsi zenu. Mke amkumbushe mume na mume amkumbushe mke, matatizo yanaanza, mapenzi yanaondoka, shetani anaweka mishari zake, vitu vyote vinaharibika. Sasa jamani, mimi naweza kutoa nafasi kwa wasikilizaji waweze kuuliza maswali yao, ili niweze kuyajibu. Pengine kuna maneno niyaeleza hayakueleweka vizuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Sheikh kwa waadhi
wako huyo mzuri ambao kwamba ni usia kwetu jamii. Sote tunawajibika kwa njia moja ama nyingine, mazungumzo ambayo kwamba umetuzungumzia kulingana na familia zetu na maisha ambayo kwamba tunayoishi katika jamii hii. Kwa kweli tunazitoa shukrani nyingi kwako shekhe wetu, mzee wetu, kwa kuzidi kutuhusia na kutupa wadhi ambao kwamba tunauhitaji zaidi. Kama vile shekhe alivyotutangazia kwamba kuna sehemu ambayo kwamba mtu utakuwa ukuelewa vizuri, unahitaji kufafanuliwa zaidi, unaweza tumia fursa hii kuuliza na ili shekhe aweze kufafanulia zaidi. Kama kawaida yetu, unaweza kutumia namba, unaweza kutuma ujumbe mfupi kwangu mimi mwenyewe. Namba yangu ni 5126277009 na namba ya Sheikh Omar kwamba ni 2022625134. Unaweza kutumia ujumbe tufungue line yako, ama vile vile unaweza kutumia kwenye group la Kiswahili Halaka, tupate ujumbe wako tuweze kumfikishia Sheikh vile vile aweze kujibu swali lako. Karibuni kwa yule mwenye swali.